Miaka ya 80 mwishoni ndipo kulipozuka wimbi kubwa la mageuzi ya kiuchumi na kisiasa duniani. Nchi zenye nguvu ndizo zilizoamua mustakabali wa jambo hilo. Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kabla ya kustaafu wenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM, alitumia muda wake kuzungumzia mageuzi hayo na nini Watanzania tunapaswa kufanya. Kwa bahati mbaya tunalizungumza jambo hili kutokana na mageuzi yanayotokea Ulaya ya Mashariki. Nasema kwa bahati mbaya inakuwa tunafanya hivyo. Kuna uzuri wake na ubaya wake, hatuwezi kukwepa kwa maana moja kwamba Ulaya au kaskazini yote ndiko kwenye kitovu cha nguvu za duniani. Ndio wenye nguvu ziko kaskazini, unyonge huko kusini. Sasa hawa rafiki zetu wa kaskazini wakiwa na maoni, ni vigumu sana maoni yale yasituguse na sisi. Ndivyo inavyotokea siku zote. Wakiamua kupigana, tunastukia na sisi tumetumbukia katika kupigana kwao. Wakiamua kunywa Coca-Cola na sisi lazima tuinywe, tukitaka tusitake tutaimba. Wana nguvu hawa, wana uwezo mkubwa sana, na kwa hiyo kwa desturi tunajitahidi kuelewa wanafanya nini. Lakini ningependa nikaonya kwanza, pamoja na kwamba kaskazini ina uwezo mkubwa huu na wanayo mambo mengi sana mazuri tunayataka, wana nguvu, wana science, wana teknolojia, wana mapesa, lakini si vizuri sisi wa kusini tukawa ni bendera zao au vivuli vyao. Kwamba wanalolifanya lazima na sisi tukipenda tusipende, tukiwa tunazo sababu au hatuna sababu za kuzifanya, lazima na sisi tufanye lile wanalolifanya. Si vizuri. Huko nyuma Ulaya, na huu sasa nadhani mfano mzuri sana wa kusema haya nitakayosema, imekuwa imegawanyika hivyo katika nchi za kibepari na nchi za kijamaa. Na zimetokea jitihada kubwa sana za kutufanya kama ni jamaa mnataka kufuata ubepari, basi mfuate kama mabepari wa Ulaya wanavyofanya. Lazima muwe vivuli vyao, hamwezi kuwa peke yenu hivi, hamwezi mkajitegemea wenyewe hivi. Hata katika ubepari wenu hamwezi mkaachua mkawaza katika hali ya ubepari wenu wenyewe. Lazima uwe ni ubepari wa kivuli. Na wale waliokuwa wanajaribu kufanya ujamaa, huwezi kuruhusiwa uwe na mawazo yako mwenyewe. Ukiwa na mawazo yako mwenyewe yanatupwa tu, yanakejeliwa hivi kwa mawazo gani hayo, kwa sababu iko Vatican ya ujamaa, na Vatican hiyo ikishakutamka sisi wengine wote lazima tufate. Baadhi tulijitahidi kukataa mambo hayo. Nilikuwa natania, sasa hivi nimetumia neno Vatican. Nilikuwa natania naitumia kwa utani. Bwana, mimi ninayo Vatican moja inanitosha. Maana kuongeza tena Vatican ya pili nitapata matatizo kabisa. Hiyo moja inatosha. Na ninao mstaafu moja inatosha. Kuongeza mstaafu wa pili. Unapata matatizo sana. Nilikuwa nakataa sana jambo hili. Kwamba ujamaa hawezi kufanya kama dini bwana. Ujamaa nao unafanya kama dini. Wanasema maana katika dini unasema Mtume Muhammad alisemaje? Ndio. Au unasema Qur'ani imesemaje? No? Unasema imesema hivi. Halafu unasema maana yake nini? Unauliza wataalamu, maana wako wataalamu wa Qur'ani. Sio kila mtu basi ni mtaalamu tu. Kila juma basi ni mtaalamu. Kwa hiyo unawauliza wenyewe maana ya aya hii hasa ni nini?
unaelezwa, na kwa desturi wakisha kueleza hayo yamekwisha, ndiyo mwisho. Ndio Wakatoliki wanasema, unawauliza Wakatoliki na Wakatoliki wanasemewa na Baba Mtakatifu. Akishasema au yeye katika baraza lake akishasema imekwisha, Kilatini wanasema Roma locuta, Roma locuta causa finita. Roma imekwisha kutamka, mazungumzo ndio basi sasa, hakuna tena mazungumzo. Nasema hiyo ilikuwa inanitosha kabisa mimi. Sikudhani tena ujamaa nao ni uweke msahafu na pako mahala tena pakisha lokuta basi mambo yanakwisha, nikadhani hilo zamani. Nasema ilikuwa hivyo, jitihada za kaskazini kutufanya sisi tuwe vivuli vyao. Wana uwezo mzuri wa kila njia kuyauza mawazo yao. Ilikuwa hapo jitihada hiyo, nasema, na baadhi yetu, nadhani baadhi yetu tulianguka kidogo, lakini baadhi yetu vile vile tulijitahidi kuonya kwamba si vizuri watu wazima mna akili zenu wenyewe, mnakuwa kama bendera. Sasa hii imebadilika. Hii kaskazini mashariki hii iliyokuwa inatupa mawazo yake yale, na kwamba hayo ndiyo ujamaa, mengine si ujamaa, sasa inabadilika hii. Inabadilika. Wale waliokuwa wanatuambia huu ndio ujamaa, mawazo mengine yote mlionayo si ujamaa, sasa inabadilika. Sasa kinachotokea cha pili tena ni kwamba sasa tufanye tena kama wanavyofanya. Walikuwa wanatuambia huu ndio ujamaa, namna nyingine yoyote si ujamaa. Nasema baadhi yetu tukafuata, baadhi yetu tukawa tunauliza sababu tunataka tuelewe. Sasa wanabadili. Sasa tena iko jitihada tena kutufanya tena bila kufikiri tufate namna ile tu kama wanavyofanya. Kwa hiyo wakienda kushoto tuende kushoto, wakienda kulia tuende kulia, bila kuuliza hasa nini sababu ya kwenda kushoto au nini sababu ya kwenda kulia. Hili lazima mlikatae, hili na waonyenyi lazima mlikatae. Lazima kulikataa. Hilo moja inatosha. La pili, ndugu zetu wa magharibi katika mgawanyiko wa nguvu, kaskazini yote na nguvu, lakini kaskazini ya mashariki nguvu yake kidogo, kaskazini ya magharibi ndio yenye nguvu, ndio Marekani na Ulaya magharibi wana nguvu nyingi. Kwa hiyo sasa hivi kwa sababu ya mabadiliko haya yanayobadilika katika Ulaya mashariki, ni mabadiliko wanavyoyaona ya kuwaiga wao, kwamba waliokuwa wanayasema wa magharibi ndiyo barabara, kwa sababu wa mashariki hawa sasa ndiko wanakoelekea. Kwa hiyo rafiki zetu wa magharibi sasa hivi wanatamba kweli, wako katika hali ya kutamba kweli, wanashinda. Na ile nao sasa watu wote wa kaskazini wa kusini muangalie sana hili, wanatamba sana watu hawa. Mwanzo ilikuwa kaskazini imegawanyika katika makundi mawili, moja linaongozwa na Warusi, moja linaongozwa Marekani. Kwa hiyo walikuwa wanatazamana hivi, nguvu ya mwingine wakati mwingine inapunguza kidogo makali ya mwenzake. Ilikuwa inasaidia kidogo katika hali fulani, ilikuwa inasaidia kidogo. Sasa nguvu ya mashariki inafutika. Nchi za Ulaya magharibi walikutana Dublin, nadhani walikuwa wanazungumza juu ya kuwapa msaada Warusi, kuwapa msaada wa pesa kidogo Warusi. Majerumani yanataka sana kuwasaidia Warusi kidogo, na Wafaransa waliposema hapana, ngoja kwanza wabadilike, hatuwezi kuwapa hela saizi.
hiyo magharibi sasa hivi wana nguvu, wanajivuna kweli, wanaona wameishinda mashariki, na mashariki sasa wanataka kuiunda kama wanavyosema katika Biblia. Wanasema Mwenyezi Mungu alituumba kwa mfano wake. Kwa hiyo sasa kuna miungu hawa mashariki wa magharibi wanataka kuiunda mashariki kwa mfano wake. Lazima mashariki ifananishwe na magharibi, iwe sawa sawa. Sasa wanapozungumza hawa habari ya kuwapa Urusi misaada, sasa anasema tuwape misaada sasa hivi, ngoja kwanza wabadilike, wafanane zaidi na sisi, alafu ndio tuwape misaada, sio kabla. Sasa hiyo nasema ndio hali ya magharibi wanapoitazama mashariki. Sasa ikiwa wazungu wa mashariki wa magharibi, hayo ndiyo maoni yao juu ya wazungu wengine wa mashariki, sembuse maoni yao kwa sisi wa kusini Asia, Afrika, Latin America, maoni yao. Kwa hiyo sasa hivi imekwisha kwanza kuwa dhahiri kabisa, wazungu wanataka lazima na nyinyi wawashape, wawafinyange kwa mfano wao, mwafanane isipokuwa kwa rangi, lakini kila kitu kingine kilichobaki mwafanane kabisa kabisa. Kwa hiyo sasa hivi wanazungumza jambo hili mawili. Sasa hivi wanazungumza moja la vyama, na wanatumia nguvu yao ya fedha kusema hivyo kwamba nchi ambayo haina vyama vingi tutainyima misaada. Wanasema wazi wazi, na wanasema nchi ambayo haina uchumi wa kibepari tutainyima misaada. Wanasema hayo mawili. Ilikuwa Juni 26 mwaka 1990 baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipoyasema hayo mbele ya wajumbe wa baraza kuu la umoja wa vijana wa CCM waliokuwa katika semina ya siku 2 mkoani Mwanza. Kama sio juhudi zako Nyerere, kama sio